Kichwa cha somo ni mashindano ya kujipata rohoni. Kichwa cha somo ni mashindano ya kujipata rohoni. Mashindano ya kujipata rohoni. Kichwa cha somo ni mashindano ya kujipata rohoni. Hemu andaa peni yako, andaa daftari lako, andaa Biblia yako. Tunakwenda kujifunza wote kwa pamoja. Na wale watu wa Mungu ambao mnahusika na media, wale watu wa Mungu ambao mnahusika na kurekodi, hakikisheni watu wa online wanaweza wakapata sehemu ya mafundisho haya kwa uzuri kabisa. Kila point ipite kwenye screen zao, kila point ipite kwenye screen zao, na sehemu ya maandiko tunayosoma nao waweze kuyasoma kupitia simu zao na kupitia vifaa vyao ambavyo wanatumia kututazama. Kichwa cha somo ni mashindano ya kujipata rohoni. Kushindana hakuanzi nje ya mwili. Kushindana hakuanzi nje ya mwili. Kushindana hakulazimishi watu wawili kushiriki. Mtu anaweza akashindana bila mtu mwingine kuwepo. Mtu anaweza akashindana na tabia. Mtu anaweza akashindana na hali. Mtu anaweza akashindana na mfumo. Mtu anaweza akashindana na ufahamu. Mtu anaweza akafanya mashindano na ile kiu iliyoko ndani yake. Hivyo neno mashindano sio kila mara litakuwa linajumlisha watu wawili. No, kuna wakati ambao anaweza akawa mtu mmoja lakini bado akapita katika hali ya mashindano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati anaweza akawa mtu mmoja lakini akapita katika hali ya mashindano, akafanya mashindano ndani yake. Unaweza ukaona watu wengi sana wanatembea huko barabarani, unaweza ukaona watu wengi sana wanatembea huko mjini, lakini kwa asilimia kubwa, amini usiamini, kila mmoja anayetembea ana mashindano na kitu fulani ndani yake. Anaweza akawa amenyamaza lakini ndani ya ufahamu wake kuna mashindano yanaendelea. Wengine wapo kwenye dilema, wanashindana na jibu la upande wa kushoto na jibu la upande wa kulia. Sasa leo hii hatuangalii mashindano dhidi ya vitu hivyo. Tunaangalia mashindano ya kujipata rohoni. Kujipata rohoni ni kufikia ile level ambayo utaishi kama mtu aliyeko. Utafikia ile level ambapo utaishi kama mtu aliyeko, present, sio past. Yaani sio jana, mtu aliyepo sasa hivi, present now. Kujipata rohoni ni ule wakati ambapo mwanadamu ataweza kuishi katika kusudi lililofanya azaliwe, lililofanya awepo. Watu wengi tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu. Watu wengi tunaishi maisha feki, tunaishi vivuli, tunaishi kopi. Yaani hatuishi sisi wenyewe. Yaani hatuishi katika ule uhalisia ambao Mungu ametuwekea. Na ndio maana tuna madaktari wengi ambao walizaliwa ili wawe madaktari, lakini leo hii wanaendesha bodaboda. Tuna watu wengi ambao tunajua kabisa huyu kwa tabia alizonazo angefaa kuwa nesi, ana moyo wa aina hii na hii na hii, lakini yupo mtaani anauza machungwa. Hivyo ni vitu vya kawaida kwa sababu tunaishi kwenye maisha ambayo sio uhalisia wetu. Tunaishi kwenye maisha kopi, vivuli. Watu wa Mungu, ninatamani tuweze kuelewa sana. Asiyejipata rohoni haijui sauti ya Mungu. Asiyejipata rohoni hajitambui wajibu wake. Asiyejipata rohoni hajui kiu na njaa ya moyo wake nini. Kila mara atakaposikia njaa ndani yake, atashibisha moyo wake kwa vilevi, kwa anasa na kila aina ya starehe. Kila kitu ambacho anaona kwamba hichi kinafaa, hichi kinaweza kikaziba pengo, atajitahidi kufanya vitu vingi, hususan kujidanganya. Wengi wanatumia kujidanganya kama shibe ya kutuliza moyo. Wakati moyo unatamani ibada, unaupeleka kwenye matamasha ya muziki ya duniani. Unajidanganya. Wakati moyo unatamani kukutana na Mungu muumbaji wake, unaenda counter, unaagiza vilevi. Unajidanganya. Kwa sababu hiyo haiwezi ikatosha kuondoa kiu ambayo ipo ndani yako, kwa sababu moyo wako unajua. Sasa ili uweze kujipata rohoni, kitu cha kwanza ni utambulisho. Kitu cha kwanza ni wewe kujua utambulisho wako. Watu wa Mungu, kitu cha kwanza ni wewe kujua utambulisho wako.
Kila mara katika neno la Mungu, pale ambapo mtu alianza kwa kujiuliza mimi ni nani na ninafanya nini hapa, hapo ndipo ilipokuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Kila mara swali hili linapokuja ndani yako, hivi huyu ni mimi kweli? Hivi ninafanya nini hapa? Kwa nini niko hapa? Swali la aina hii ni mwanzo kabisa wa kuweza kujipata rohoni. Nataka uelewe kitu kimoja. Kila kiumbe kinakuwa vile kilivyo kwa sababu ya kujitambua. Nyoka anakuwa nyoka kwa sababu anajitambua. Simba hawi paka wa nyumbani kwa sababu anajitambua. Tunamuogopa kwa sababu anajitambua. Ila simba asipojitambua, tunaweza tukampanda mgongoni kama punda. Lakini kwa sababu anajitambua, hawezi kuwa na tabia za paka wa nyumbani. Samaki halazimishi kutembea kwa miguu barabarani kwa sababu anajitambua. Biblia sehemu fulani inasema punda anajitambua kwa kumjua bwana wake ni nani, na ng'ombe anajitambua kwa kujua zizi lake ni lipi, lakini mwanadamu hajitambui. Hamjui muumba wake. Maana yake ni hii: pale ambapo unapita katika hali fulani na ndani ya moyo wako unasikia kujiuliza, hivi huyu ni mimi kweli? Hapa ninafanya nini? Kwa nini niko hapa? Kwa nini napitia hapa? Kwa nini napitia haya? Kila mara swali linalolenga ID, linalolenga utambulisho wako linapokuja ndani yako, jua ni sauti ya Roho Mtakatifu iliyobeba badiliko. Jua ni Mungu anaachilia hiyo sauti ili kuweza kuruhusu badiliko lake liingie ndani yako. Na kila mtu ambaye anajali sana afya yake ya rohoni anatakiwa aishi katika msingi huo ama katika mfumo huo, ajitambue yeye ni nani. Hawezi kula kitu, hawezi kutembea kila sehemu, hawezi kufanya kila kitu, hawezi kufata kila trend, hawezi kuposti kila video, hawezi kufanya kila challenge, hawezi kuvaa kila mavazi, hawezi kubeba kila fashion. Anajitambua. Na ili kujitambua kupatikane, ni lazima uanze na swali hili: who am I? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Na swali hili Roho Mtakatifu anapenda kulitumia ili kukutengenezea ID. Pale ambapo unampa Roho Mtakatifu nafasi, pale ambapo unampa Mungu nafasi kupitia swali hili, na ndani yako unaanza kujiuliza, mimi ni nani na ninafanya nini hapa? Roho Mtakatifu anatumia utambulisho huo ili kukutengeneza uwe mtu wa aina gani hapo mbele. Na utambulisho huo ambao anakwenda kuubadilisha ama kuuachilia ndani yako, ndio unaokwenda kuwa silaha kubwa ambao Mungu ataitumia kufundisha watu na kuinua watu wengine na kuharibu kazi za shetani. Ukisoma katika maandiko matakatifu utakutana na swali fulani hivi. Kuna watu walikuwa mara nyingi sana wanasema, hivi huyu Yesu si mtoto wa Yusufu huyu? ID, utambulisho. Angalia kitabu cha Marko sura ya 6 mstari wa 2 na 3. Marko sura ya 6 mstari wa 2 na 3. Marko sura ya 6 mstari wa 2 na 3. Watu wa media, naomba nisaidie kuwapitishia ndugu zetu online waweze kutazama katika screen. Marko sura ya 6 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema, na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu amewapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa kwetu, wakajikwaa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tazama watu wa Mungu, Biblia inasema Yesu Kristo alipokuwa akitembea, ilifika stage fulani, hekima iliyokuwa ndani yake iliwafanya watu waanze kujiuliza, who is this person? Huyu ni nani?
huyu ni nani? Kwa sababu huyu tunamjua, ID yake, utambulisho wake tunaujua, kwamba huyu ni mtoto wa Yusufu seremala, na dada zake wapo hapa, tunawajua, wanachota maji sehemu fulani, wananunua mboga sehemu fulani, wanakaaga sehemu fulani, tunawajua. Lakini tukiangalia hii hekima, mbona haifanani nao watoto wa nyumba ya fulani? Mbona inatofautiana nao? Nataka nikwambie tu kitu kimoja, mtu wa Mungu, kwa asiyeelewa, ni kwamba Bikira Mariam baada ya kumzaa Yesu aliendelea kuzaa watu wengine, aliendelea kuzaa ndugu wengine, ndio hao wanaotajwa hapa. So watu wakamwangalia Yesu Kristo, wakamfananisha na wadogo zake, wakamfananisha na wale ndugu wengine waliozaliwa, wakamfananisha na hekima iliyoonekana kwa Yusufu, wakamfananisha na hekima ya kawaida ya mtani kwao, wakagundua vifanani. Wakasema, hivi huyu ni nani? Mbona tunamjua hivi? Wakaanza kujikwaa. Wakati unajiuliza swali hili, mimi ni nani, na ukagundua kwamba level yako ni ya chini ama umetoka mahali pa kawaida, usiogope, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anatumia ID dhaifu, anatumia utambulisho dhaifu ili ukawe silaha ya kutikisa wakuu. Anasema anavichagua vinyonge ili aibishe vyenye nguvu. Anavichagua vinyonge ili aibishe vyenye nguvu. Mtu wa Mungu, elewa hichi kitu, kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mfalme, lakini alikuja katika ID, katika utambulisho wa kuzaliwa katika zizi la ng'ombe. Alafu ID ya kuzaliwa kutoka katika zizi la ng'ombe ikatikisa wasomi katika mji ule, ikatikisa watu wakuu katika mji ule. Sasa hivi wakati Roho Mtakatifu anakuhudumia, yumkini umetokea kwenye familia yenye elimu, yumkini umetokea katika mazingira of course ya watu wa juu, watu wakuu. Roho Mtakatifu anapokuja hatopitia eneo hilo unalolitazamia kwamba hapa ndipo uhodari wangu ulipo. Ili uweze kujipata rohoni, swali la utambulisho litaanzia pale eneo la udhaifu, kwamba sisi tulikuwa matajiri lakini wokovu haukuwepo kwetu. Tulikuwa wasomi lakini hatukumjua Yesu. Ile point ya udhaifu, hapo ndipo wokovu unapoanzia. Hapo anza kwa kujiuliza, mimi ni nani? Na ukishajitambua wewe ni nani, ndipo ujue wito wako unaanzia kwenye swali hilo, mimi ni nani? Maana yake, kwa mfano, ukijitambua mimi ni samaki, utaanza kuogelea, hautayachukia maji tena. Ukijitambua mimi ni tai, utaanza kuruka. Ukijitambua mimi ni mwalimu, utaanza kufundisha. Ukijitambua mimi ni mhubiri, utaanza kuhubiri. Ukijitambua mimi ni uimbaji, utaanza kuimba. Anza na ID yako kwanza. Elewa hichi kitu, mtu wa Mungu. Elewa hichi kitu kwa ukubwa na kwa upana sana. Ngoja nikuoneshe kitu kingine. Angalia kitabu cha Yona sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 10. Ngoja nikuoneshe kitu kingine hapa. Biblia inasema, ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Bwana Yesu asifiwe. Yona, kabla watu hawajajua utambulisho wake ama ID yake, walimchukulia wa kawaida. Tena walimuamsha akiwa ametulia zake usingizini. Kaambia, unalalaje wewe, mnyanyuka hapo. Lakini walipopiga kura ikamwangukia kwamba Yona ndiye msababisha matatizo, walipomuuliza utambulisho wake, kwamba wewe ni mtu gani, umetoka wapi, wanakagua kitambulisho chake. Yona hakuwaonesha kitambulisho cha mwilini, aliwaonesha kitambulisho cha kiroho. Nisikilize kwa makini. Ili uweze kupata kitambulisho cha kiroho, lazima uanze kupata kitambulisho cha mwilini. Sio kitambulisho cha utaifa, bali uanze kujitambua kwa nini umezaliwa. Uanze kujitambua kwa nini upo na unafanya nini katika mwili, katika maisha yako ya kila siku. Unapoanza kujitambua, ndipo unaposhape ID yako ya roho iweje. Yona akamwambia, mimi ni Mwebrania na ninamcha Mungu. Waliposikia namcha Mungu wa Waebrania, wakaogopa, wakatetemeka.
Asema imekuwaje? Wakaanza kufadhaika baada ya kuiona ID yake. Mtu wa Mungu, kila unachokifanya kina shape ID yako. Kitambulisho chako cha roho kitakutambulisha zaidi kuliko kitambulisho chako cha mwili. Kuna sehemu utafika utapewa mic uongee kwamba mimi ni manager wa kampuni fulani, ila kitambulisho cha roho kikiwa strong watakutambua hata bila wewe kujitambulisha. Kikiwa weak, dhaifu, hata kuaminika hutaaminika, hata kukabidhiwa chochote hautakabidhiwa. Mtu atakutazama namna hiyo, atashika simu yake vizuri, atakuona kama kibaka fulani hivi. Utakuwa una kitu ambacho wengi wanakihitaji na ni msaada kwa watu, lakini hawatakuja kwako. Utakuwa na biashara ya kitu ambacho watu wanakihitaji kwenye huo mji, lakini hawatanunua kutoka kwako. Watasafiri kwenda mbali kukifuata, kwa sababu ID yako ya roho huitambui. ID yako ya roho ni weak, dhaifu. Hakuna namna ambayo inaweza ikatikisa watu. Hebu nikupeleke kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 11. Nikuoneshe kitu hapa. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Mwanzo wa wito mkuu kunaanza na swali, mimi ni nani? Wakati Mungu anamuita Musa, Biblia inasema Musa akajiuliza, who am I? Mimi ni nani? Mimi ni nani hata niende? Lile swali mimi ni nani wakati linaanza ndani ya moyo na maisha ya mtu, ndipo mwanzo wa unyenyekevu unapoanza. Unyenyekevu unaanza na swali mimi ni nani. Asiyejiuliza mimi ni nani lazima atawaliwe na kiburi. Kiburi kinapomtawala mtu ni kwa sababu hajawahi kujiuliza mimi ni nani. Ukijiuliza mimi ni nani, ukagundua wewe ni mwanadamu dhaifu uliyependelewa kwa kupewa neema na Mungu, utashuka na kunyenyekea. Hautaitumia nafasi yako vibaya, kwa sababu unajua nimependelewa tu. Kuna wengi walitamani kuipata lakini hawajapata. Huwezi ukavuka mpaka wa Mungu kwa sababu umetambua. My God, my Lord. Kitu cha pili, darasa na mazoezi ya kiroho. Darasa na mazoezi ya kiroho. Darasa na mazoezi ya kiroho. Baada ya kujua kuhusu utambulisho wako na kujiuliza swali hili, kinachofuatia ni darasa na mazoezi ya kiroho. Kumbuka ninakufundisha na kukuelekeza habari ya vitu vitakavyokusaidia kuweza kujipata rohoni, kuweza kujipata katika ulimwengu wa roho. Kitu cha kwanza ni utambulisho. Kitu cha pili ni darasa na mazoezi ya kiroho. Watu wengi wanaenda kufanya mazoezi ya kimwili, lakini ni wachache wanaenda kufanya mazoezi ya kiroho. Haya yanayoitwa mazoezi ya kiroho hayahitaji gym, hayahitaji trainer, hayahitaji mwalimu wa kibinadamu. Haya yapo kila siku kwenye maisha yako. Mazoezi ya kiroho, wengine mnayaita majaribu, wengine mnaita mitihani ya maisha. Kuna mambo ambayo Mungu anayaruhusu kwa viumbe, anayaruhusu kwa wanadamu, ambayo ni kama darasa na mazoezi ya kiroho. Watu wengi wamefikiri kwamba Mungu anawajaribu ili awajue mioyo yao ipoje, kwamba itamwacha au haitamwacha. Yumkini wapo sahihi kwa mitazamo yao, lakini hii ni hoja dhaifu sana, kwa sababu inampunguza Mungu katika ukubwa wake. Mungu anakujua, hahitaji kukujaribu eti ndo akujue. Mungu anakujua, hahitaji kukujaribu eti ndo akujue. Tayari anakujua, anajua kabisa kama wewe ni nunda, anakujua wewe ni nunda. Hahitaji kukupa gari ili aone ununda wako. No. Hahitaji kukuinua ili aone kiburi chako. No. Tayari anakujua. Ukiona anakupa jaribu ni ili kukufanya kuwa imara. Hiyo ni gym. Hivyo jaribu faida yake ni kwako, sio kwa Mungu. Faida yake ni kwako kwa sababu inakupa misuli ya kiroho. Unakuwa strong. Unakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa strong. Hivyo darasa ama jaribu ama mazoezi ya kiroho ni kitu muhimu kinachomsaidia mtu kuweza kujipata rohoni. Pale anapokujia, pale anapokukabili, yanakuja kukupa uimara utakao kusaidia katika mbio za kujipata kiroho, kujitambua,
kuendelea kuishi katika kusudi. Kusudi linahitaji watu strong. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, sio unachukuliwa, sio unaokotwa, sio unaibiwa, ni unatekwa. Kuteka ni kitendo cha nguvu, mashindano. Hivyo watu wa Mungu, nataka tuelewe sana kwa ukubwa unaostahili. Tuelewe sana kwa ukubwa unaostahili. Rakojataya. Usiwahi kulikimbia darasa la kiroho kwa sababu utakwama kwenye muda usioisha. Usiwahi kukimbia gym ya kiroho kwa sababu utatakiwa kurudi pale pale mpaka ufaulu. Darasa ama mitihani ama majaribu yanapokuja ni kama daraja. Kwa kadri unavyolikimbia ndivyo linavyoongezeka urefu, ila ukilikabili linapungua urefu. Maana yake usipojifunza kutoka katika jaribu, litarudi tena na tena na tena na tena mpaka uliweze, mpaka ulishinde. Hichi kitu unatakiwa ukielewe sana. Vitarudi tena na tena mpaka ushinde. Na ukumbuke kila jaribu linakuja kuattack, kupiga tabia fulani ndani yako. Ngoja nirudie. Kila jaribu linakuja kuattack ama kupiga tabia fulani ndani yako. Mfano una kiburi, Mungu atainua mtihani gym ya kiroho ya kupambana na hicho kiburi. Mtu ambaye tumboni mwake pamejaa mafuta, amejaa mafuta ya tumbo, anatakiwa aende gym. Akifika gym hataanza kubeba vyuma, ataanza kurukaruka kamba. Atarushwa kamba mpaka mafuta yote yaondoke. Kwa hiyo kila zoezi linadili na kitu fulani, linadili na mafuta sehemu fulani ya mwili. Na kila jaribu linadili na tabia fulani sehemu ya roho. Kila jaribu linadili na kitu fulani. Kama una unene wa kiburi, Mungu atakuletea watu ambao watakiminya na kukikamua hicho kiburi mpaka kiondoke. Hivyo usiwahi kukimbia gym ya kiroho. Usiwahi kukimbia jaribu. Kwa sababu bila jaribu kukamua kiburi chako ama tabia ambayo uko nayo, hauwezi kujipata rohoni. Huwezi kusimama kwenye kusudi la kiroho. Huwezi. Hebu tuende katika maandiko, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 8 mstari wa 3. Biblia inasema, akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Neno lilotumika akakutweza kwenye lugha ya Kiingereza pametumia neno humbled, kukunyenyekeza. Biblia inasema Bwana Mungu akakutweza, akakuacha uone njaa, akakupitisha pagumu. Sio kwamba hawezi kukupa, anaweza. Ila alifanya hivyo ili uelewe, ili upate somo. Ni wewe, sio Mungu apate somo, ni wewe. Ili upate somo kwamba hauwezi ukaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno analosema Mungu. Mungu akisema ishi, utaishi. Hata kama utakula mandazi, hata kama utakula pizza, hata kama utakula samaki wa gharama, utaishi. Na ndio maana unapita kwenye majaribu lakini hufi. Tena kwa bahati mbaya unazidi kunenepa na kunawiri. Watu wanajua una hela. Ili ukisimama mbele ya watu useme naomba msaada, watu waseme hatuwezi kukusaidia. Mbona unaonekana umenawiri huko vizuri? Ili unyooke sawa sawa. Kwa hiyo Mungu anapoleta darasa la kiroho ama gym ya kiroho ni kwa ajili ya kuweka unyenyekevu ndani yako. Usikimbie unyenyekevu. Kwa sababu unyenyekevu ni tabia ya pekee inayokufanya uwe rafiki wa Mungu, inayokufanya uzidi kupiga hatua. Kitu cha tatu, kuondoa kiburi. Kitu cha tatu, kuondoa kiburi. Kiburi ni aina mojawapo ya utoto na ujinga na upumbavu mkubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kiburi kinaonesha wewe ni toto lisilokuwa katika ulimwengu wa roho. Kiburi kinaonesha wewe ni toto lililokataa kukua, sasa limekuwa mzigo katika ulimwengu wa roho. Kiburi ni cha wajinga. Kiburi ni cha wapumbavu. Walio na hekima hawana kiburi. Kiburi nini? Kiburi ni kujiweka kwenye nafasi sio kwa ya kwako. Kiburi ni kujiplace, kujidanganya kwa kukaa kwenye nafasi, kukaa kwenye sifa ambayo sio ya kwako. Wewe ni mdogo lakini unapanda ukai juu. Na ubaya wa kiburi, kiburi ni dhambi ya pekee ambayo inaweza kukaa madhabahuni.
Kiburi ni dhambi ya pekee ambayo inaweza ikafika mpaka mbinguni. Biblia inasema shetani kabla hajawa shetani alikuwa kerubi, kiburi kikaingia ndani yake akiwa juu mbinguni, kikasababisha ageuke kuwa nyoka, aitwe joka kuu. Mpaka leo hii ukimwambia hata mtoto wako akuchoree shetani upoje, anachora likiumbe la kutisha la ajabu ajabu, kwa sababu ya kiburi. Sio kuzini, kiburi. Kusema mbona mimi ni bora, mbona naweza kuruin, naweza kutawala kama Mungu. Watu wa Mungu lazima tuelewe hii kitu. Kiburi ni sumu moja hatari sana, inaweza kugeuza baraka kuwa laana, inaweza kugeuza chema kuwa kibaya. Kiburi ni kuingia katika ulingo upigane na Mungu. Kwa bahati mbaya, kabla hata hujaingia ulingoni, tayari utakuwa umeaibishwa. Taifa zima limejua aibu yako. Epuka kiburi kwa gharama yoyote. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Watu wa media naomba mtupitishie andiko hilo ili watu wa Mungu wa online waweze kuhudumiwa pia kupitia andiko hilo, waweze kusoma katika screen zao, katika simu zao, katika laptop zao, kwa wale wanaotumia laptop, kuendelea kubarikiwa na ujumbe huu. Tusome kwa pamoja popote ulipo. Biblia inasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kiburi ni kujikuza. Kiburi ni kupingana na Mungu. Kiburi direct kinakufanya kuwa adui wa Mungu automatic. Yaani hata kama unasema Mungu nakuheshimu, ninakutii, ukiwa na kiburi tu kwa watu wanaokuzunguka, kwenye kanisa unaposali, kwenye ofisi unapofanya kazi, kiburi unapokuwa nacho tu, tayari unajiandaa kuwa adui wa Mungu automatic. Biblia inasema Mungu wapinga, maana yake anapigana nao, anawapinga. Sasa ukipingwa na Mungu, my dear, what will happen? Ukipingwa na Mungu, what will happen? Ukipingwa na Mungu, what will happen? Nataka uelewe hicho kitu. Maana yake chochote unachofanya, ukifanya kazi, ukifanya chochote kile, Mungu anakupinga, anakuzuilia. Ukipanda mazao atayazuia yasiote. Ukioa atazuia hicho kizazi. Atazuia kila kitu. Hivyo epuka sana kiburi. Ili uweze kujipata rohoni, ondoa kiburi. Shughulika na hicho kiburi mpaka kiondoke. Ruka kamba za kiroho mpaka unene wa kiburi ukuachie. Pointi ya 4 ni utiifu kwa Mungu. Utiifu kwa Mungu. Utiifu kwa Mungu. Ukisoma katika maandiko kwenye hii Biblia nzima, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utakuja kugundua kwamba humu ndani kuna watu walioshindana na Mungu, walioacha kumtii Mungu wakaibika. Alafu kuna watu waliomtii Mungu wakaheshimika na wakakumbukwa mpaka leo, wameandikwa na tunawasoma na tunatumia maombi yao na sisi kuomba. Wapo humu. Biblia ni kitabu kilichojaa makundi ya watu wa aina mbili: waliomtii Mungu wakaheshimika na waliomuasi Mungu wakagoma kumtii, mwisho wao ukawa mbaya. Tii Mungu kwa gharama yote, kwa sababu kujipata rohoni huwezi kujipata bila Mungu. Short and clear. Huwezi kujipata rohoni without God. You need God. Kwa sababu Mungu ndiye anayejua hatima yako nini. Anajua papazi yako nini. Hey. Anajua kusudi la kuwepo kwako. Yeye ni mfinyanzi aliyefinyanga kila chombo kwa kusudi lake. Imagine wewe unafinyanga viungu ama vyombo. Ukifinyanga sahani ukaitengeneza vizuri, afu sahani ikalazimisha kunywa chai, yani ibebe chai pale juu badala ya kikombe. Nini kinachotokea? Itamwagika. Haitanyweka vizuri. Kwa sababu inalazimisha kukaa kwenye nafasi ambayo sio yake. Lakini mtengenezaji atasema, hii sahani ni ya kuwekea chakula, sio ya kunywea chai, ya kuwekea chakula. Mtu atasema, kumbe hichi chombo hichi ni kwa ajili ya kulia chakula, sio kuwekea chai juu yake. Sasa pale ambako unajihisi umejiplace kwenye nafasi yenye matumizi ambayo sio ya kwako, rudi kwa mfinyanzi wako, rudi kwa muumbaji wako. Muulize, hivi ulinitengeneza kwa ajili gani?
naye atakwambia wewe nilikutengeneza kwa ajili ya kitu hichi na hichi na hichi. Ndipo utakapojitambua na kuanza kukaa kwenye nafasi ambayo uliumbwa. Kwa hiyo Biblia inasema sadaka za kuteketezwa Mungu hakuzitaka kwanza, lakini mwili alikuwekea tayari ili uyafanye mapenzi yake. Tena anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, tena nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kufanyaje? Yapate kufanyaje? Kwa hiyo jifunze sana utii kwa Mungu, kwa sababu utii ni ishara ya ukomavu, ni ishara ya ukuu, ni ishara ya kujipata katika ulimwengu wa roho. Kutii. Tena kutii huku ni kutii bila kuuliza. Katika dunia hii kuna watu wa aina nyingi, lakini wapekee wa kumtii bila maswali, kumtii tena kwa upofu ni Mungu. Yaani Mungu unaweza ukafunga macho yako namna yake, kwambia hapa kuna bonde, ruka, kuna bonde kweli. Hawezi kukuongopea. Tofauti na wanadamu. Mwanadamu anaweza akakwambia ni nyeupe, lakini inabidi ufungue macho uhakikishe. Akikwambia kuna mvua inanyesha, hakikisha unatoka unaangalia. Lakini Mungu akikwambia kitu, huna haja ya kuangalia mara mbili. Hivyo mtu wa Mungu, jifunze sana kumtii Mungu kama baba yetu wa imani Ibrahim. Yeye ni alama kuu ya utii katika maandiko kwa sisi wanadamu. Angalia kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 2. Yes, angalia anasema hivi. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye. Angalia Mungu anaweka sifa. Mwana wako wa pekee umpendaye, tena Isaka, uende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakayokuambia. Biblia inaeleza habari hii ambayo ni mfano mzuri sana wa utii bila kuuliza. Soma mstari wa 3. Biblia inasema Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake. Huoni akifanya discussion. Kaambiwa na Mungu, chukua mwanao nenda ukamchinje. Kabeba. Nenda ukamtoe sadaka kuteketezwa. Kabeba. Hajaanza kuuliza why. Tena Mungu kamwambia yule umpendaye. Ibrahimu hajaanza kuuliza kwa nini. Kila mara unapojiuliza kwa nini juu ya sauti ya Mungu, unaizidisha miaka yako ya kustruggle hapa duniani. Miaka yako ya kuteseka, miaka yako ya kuzunguka, mark time ya kiroho, unapiga tu lakini unabaki pale pale. Kila mara unapojiuliza why, pale unapokuwa sauti ya Mungu imesema. Mungu anakuambia beba hii sadaka, peleka madhabahu, unasema kwa nini? Why? Kwa nini asiinuke mtu mwingine? Unashangaa kanisa la watu 1000 tena wenye uwezo mkubwa. Lakini pale kanisani kuna saa ya kanisani imeharibika. Hamna anayefunuliwa kuinunua ama kuiripea. Hamna anayekuja nayo mwingine. Watu wanatoa michango mikubwa, wananunua vyombo vya mamilioni, lakini ile sawa naiacha. Lakini wewe ukiingia macho yako yote yanaelekea pale. Mungu hataleta mtu mwingine kuinunua kwa sababu amekukusudia wewe kuinunua. Yes. Amekusudia wewe. Sasa kila mara na wewe unaposema atakuja mwingine, unayachelewesha ya kwako. Kila mara vitu vya kiungu vinapokuja na unafanya delaying, unajichelewesha wewe. Chochote unachokifanya katika nyumba ya Mungu kinatumika kukuaisha ama kukuchelewesha wewe. Be careful. Humfanyii mchungaji. Kweli utaviona kwa macho, lakini ni kwa ajili yako wewe, kwa faida yako wewe. Ndio maana Biblia inasema aliyeshindwa kuitunza nyumba yake hawezi kutunza nyumba ya Mungu. Maana yake kuna muunganiko kati ya hivi vitu viwili. Ukitunza ya kwako utakuja kutunza na ya Mungu. Maana yake ishara ya kutunza kwako ni kutunza kwa Mungu. Ibrahim akachukua mwanae akaenda kumtoa. Huko kilichoendelea soma hapo chini. Biblia inasema Mungu akainua mwana kondoo mwingine, hakumchinja mwanae. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibrahim alijifunza hii kanuni. Wazee wetu wa kiimani, wazee wetu wa zamani walijua kanuni ya Mungu kwamba you don't need to question. Huhitaji kuuliza maswali. Uliza maswali kwenye mafundisho ya kibinadamu, lakini kwenye sauti ya Mungu usiulize maswali. Ukilala ukashangaa Roho Mtakatifu anakusemesha na ukamthibitisha huyu ni Mungu, acha kuuliza. Acha kuuliza. Eti itakuwaje? Mungu kama umepanga itakuwaje? Vitakuwa vya rangi gani? No.
Mwambie Mungu, kwa neno lako nitafanya, kwa neno lako nashusha nyavu, kwa neno lako hivi. Na ndivyo ninavyokuwa. Hiyo ni ishara ya kujipata katika ulimwengu wa roho, watu wa Mungu. Kitu cha tano ni kujua umuhimu wa vitu hivi. Kujua umuhimu wa vitu hivi. Sasa ili uweze kujipata rohoni, lazima ujue umuhimu wa vitu hivi ninavyokutajia hapa. Andika A ndogo, Mungu muumbaji. A ndogo, Mungu muumbaji. Mungu muumbaji. Sasa nataka nikutajie vyote, alafu baada ya hapo nijaribu nifafanue kwa ajili yako. A, Mungu muumbaji. B, Yesu Kristo. C, Roho Mtakatifu. D, damu ya Yesu. E, jina la Yesu. F, neno la Mungu. G, mawasiliano na Mungu ya kila mara. H, ufahamu. Sasa katika vitu hivi ambavyo nimekutajia hapa ama nimekuorodheshea hapa, jua umuhimu wa vitu hivi. Vitu hivi unapojua umuhimu wake, lazima ujipate rohoni. Tuanze na A, Mungu muumbaji. Lazima ujue umuhimu wa Mungu muumbaji kwa sababu yeye anaitwa Baba. Anaitwa Baba kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndio chanzo cha kila maisha, chanzo cha kila uhai, chanzo cha kila kiumbe, chanzo cha kila kilichopo. Lazima ujue umuhimu wake. Jua umuhimu wa Mungu muumbaji. Kiumbe chochote kisichojua umuhimu wa mfinyanzi wake, muumbaji wake, mtengenezaji wake, hichi kiumbe kinakufa kabla ya kufa. Kitakufa wakati bado kinatembea. Malaika, mapepo, mang'ombe, mapunda, vyura, mabata maji, nyani, sokwe mtu, papa, manyangumi, yote yanajua muumbaji wao ni Mungu aliye hai. Na ndio maana kila leo vinamsifu. Lakini sisi wanadamu tumekufa kwa sababu hatumjui Mungu, hatumpi heshima yake kama Baba. Hivyo ili tuweze kujipata roho, lazima tujue umuhimu wa A, Mungu muumbaji. Mungu muumbaji, yeye ni mwanzo wa kila kitu. B, Yesu Kristo. Lazima tujue umuhimu wa Yesu Kristo kwa sababu yeye ndio mpatanishi na mlango wa ulimwengu wa roho. Narudia tena, Yesu Kristo ni mpatanishi na mlango wa ulimwengu wa roho. Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe kinachoingia rohoni. Yesu ni mwanzo wa kila kiumbe kinachotaka kuingia rohoni. Iwe ni malaika, iwe ni mashetani, iwe ni mwanadamu. Hakuna anayeweza kuingia katika ulimwengu wa roho bila ya Yesu Kristo. Lazima umjue umuhimu wake katika kujipata rohoni. Ili uweze kujipata rohoni, lazima upitie kwake. Na ndio maana alisema imekwisha. Sio imekwisha kwamba dhambi hazitaendelea kutendeka, zinaendelea. Ila kila atakayetaka kuingia katika ulimwengu wa roho lazima atapitia kwake. Kwa taarifa yako, Uarabuni Yesu anajulikana lakini kwa aina nyingine. China Yesu anajulikana lakini kwa aina nyingine. Ugiriki Yesu anajulikana lakini kwa aina nyingine. Tanzania Yesu anajulikana kwa aina hii tunayoijua. Israeli kwenyewe walikoshuka anajulikana lakini kwa aina nyingine. Lakini anayeongelewa ni mmoja, Yesu Kristo. Dunia itake ama isitake, imuite nabii, imuite Mungu, imuite mwana wa Mungu, lakini nafasi yake inabaki kuwa pale pale, kwamba ili uweze kuingia katika ulimwengu wa roho unamhitaji Yesu Kristo. Na ninapoongelea habari ya ulimwengu wa roho, siongelee ulimwengu wa roho wa kuruka na ungo, naongelea ulimwengu wa roho wa kumuona Mungu katika nuru. Hivyo watu wa Mungu lazima tufahamu kwamba mpatanishi wa pekee, na ndio maana anaitwa mwana wa Mungu. Sio kwa kuzaliwa kwa namna ya ngono ya kibinadamu. No. Katika ulimwengu wa roho, kiumbe chochote kilichopewa uhai kutoka kwa Mungu kina haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Malaika wanaitwa wana wa Mungu. Yes, wanaitwa wana wa Mungu. Sisi tunaitwa wana wa Mungu. Lakini utofauti wa malaika na sisi tulipata uwezo wa kuitwa watoto wa Mungu baada ya Yesu Kristo kuja duniani.
Biblia inasema wote watakaompokea Yesu Kristo watapewa uwezo, sio jina, uwezo, ability, power, uwezesho wa kuitwa watoto wa Mungu, na wanayo ishara moja tu, kuliamini jina lake popote so kila aliyepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu lazima aliamini jina la Yesu Kristo. Kwa maana hiyo Yesu Kristo ni mgawa uzao wa uungu, ni mtoa uzao wa uungu. Wote watakaompokea watapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hivyo lazima uelewe sana fakti hiyo. Biblia inasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Yohana alimtaja Yesu kama neno. Suleiman alimtaja Yesu kama hekima. Yes, ukisoma kitabu cha Mithali anasema hekima amefanya werevu kuwa kao lake. Tena hekima anasema nawapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Katika Mithali sura ya 8 utaona hekima imeongelewa kama kiumbe hai, lakini ukiangalia zile sifa ni sifa za Yesu. Hivyo watu wa Mungu nataka tuelewe sana kwamba ninapoongea neno na likatoka, lile neno ninalolitoa ni mimi kwa sababu limetoka ndani yangu. Lile neno litafanya kama mimi ninavyosema. Yaani kwa mfano nikisema toka hapa, kile kilichokemewa kitatoka, na lile neno lenye mamlaka litaenda kukitoa kile kitu. Hivyo Mungu alipotamka neno lije limwage damu msalabani, lichukue mwili limwage damu msalabani, lile neno likawa mwili halisi, likaja. Na lile neno kwa sababu limechukua mwili na lijazaliwa na mwanadamu, litamuita Mungu Baba, msemaji wa hilo neno. Ni neno halisi, halisi mtu wa Mungu, halisi, neno halisi, pure word of God. Na baada ya kumaliza kazi yake hapa duniani, lile neno likarudi juu, likaenda likaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo hakuna ulazima wa kukaa kufanya debate, kujadiliana kwamba Yesu Kristo ni nani, Yesu Kristo ni mtoto wa Mungu, Yesu Kristo ni Mungu. That is nonsense, kwa sababu lile ni neno lilotoka ndani ya Mungu. Hivyo ukisema ni Mungu ni sawa, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ukisema ni mwana wa Mungu ni sawa, kwa sababu mwili uliochukua uhai, mwili uliochukua uhai uliotokana na neno la Mungu, na ukaule mwili ukamtii Mungu, una haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo unatakiwa uelewe katika upande huo, elewa katika point hiyo, elewa katika fakti hiyo. Elewa mtu wa Mungu. Sasa kitu cha tatu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio Mungu wa tatu. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni kiini cha Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni undani wa Mungu mwenyewe. Okay, labda unapozungumza na mimi ukiwa public ni tofauti na utakapozungumza na mimi ukikaa mahali pasiri ama katika chumba cha ndani. Ukikaa katika chumba cha ndani utashangaa sauti yangu ninayotumia kuongea public inabadilika, inakuwa sauti ya aina fulani. Hekima ninayotumia utashangaa inabadilika, uzungumzaji wangu unabadilika. Sitaongea kwa sauti ya juu, sitatumia sauti ya juu kuzungumza. Vitu vitabadilika kwa sababu umekaa na mimi kwa undani. Kukaa na Roho Mtakatifu ni kukaa na Mungu kwa undani. So tunaposema Roho Mtakatifu tunamaanisha Mungu katika state ya undani, katika hali ya undani, katika undani wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu yule yule, lakini katika undani. Na ndio maana huyu Roho Mtakatifu akija, anaanza kukufundisha vitu vya undani. Anaanza kukupambanulia mafumbo ya Mungu. Tena haitoshi, anakupa lugha ya rohoni. Useme kama Mungu, uongee lugha ya pekee ambayo wewe na Mungu peke yenu mtaelewana. Vitu vya undani, vya siri. Kama hata point hiyo usiachie. Vitu vya undani, vya siri, wewe na Mungu. Watu wa Mungu, nataka tuelewe hichi kitu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio Mungu wa tatu. Sio roho ya Mungu iliyojitenga nje ya Mungu ili jifanyie mambo yake yenyewe. Ni Mungu yule yule, ila katika hali ya undani.
Kwa hiyo nataka tuelewe hivyo kwa mtazamo huo. Huu mtazamo ambao nautumia kufafanua hapa ndio mtazamo utakao kupelekea kujipata rohoni. Ndio mtazamo utakao kupelekea kujipata rohoni. Hautahitaji mihadhara wala debate za kitoto hapa duniani. Kwamba uanze kutofautisha mna Mungu watatu wa Kristo, mna Mungu watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. No. Hatuna Mungu watatu. Tunaposema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunamaanisha Mungu katika hali ya uumbaji, katika hali ya ubaba, tunamaanisha Mungu katika hali ya neno, tunamaanisha Mungu katika hali ya undani. Undani wake, kiini chake. Kwa hiyo hapa tuongee naye kama mtu ambaye tunaongea public. Tunaongea naye kama tumekaa ndani chumbani, katika chumba cha siri. Tunazungumza naye mambo ya siri. Na ndio maana tunasema kwa lugha na hauelewi. Wewe hauelewi, ila sisi na Mungu tunaelewana. Na ndio maana Mkristo yote anayekwambia nikinena kwa lugha sijui naongea nini, huyo ni muongo. Hakuna anayenena kwa lugha katika Roho Mtakatifu na asielewe anasema nini. Wakati unanena maneno ya nje, ndani yako kuna fasiri inakuja ya Kiswahili. Watu wa Mungu. Kitu cha 4 ni damu ya Yesu. Unatakiwa ubebe ufahamu kuhusu damu ya Yesu. Unatakiwa ujue umuhimu wa damu ya Yesu. Kwa nini umuhimu wa damu ya Yesu? Ni kwa sababu ndiyo damu ya pekee hapa duniani isiyo na asidi ya dhambi. Ni damu ya pekee isiyobeba dhambi. Ni damu ya pekee isiyobeba uovu. Sisi tunapokosea hatuchafui miili yetu, tunachafua damu zetu. Na ukumbuke damu ikibeba tabia ama uchafu ama asili fulani, uwaga haitoki kirahisi. Watu wa Mungu, haitoki kirahisi. Unakuwa Mchaga kwa sababu una damu ya Kichaga ndani yako. Kwa hiyo na tabia fulani za Kichaga zinakuwepo. Unakuwa mtoto wa baba yako kwa sababu kuna damu ya baba yako ndani yako. Kuna data, kuna maelezo. Kwa hiyo tukipima vinasaba vyako vitatuonesha maelezo ya baba yako. Sasa damu ya Yesu ni damu ambayo ukipima vinasaba vyake vinakuonesha maelezo ya Mungu mtakatifu. Vinakuonesha maelezo ya utakatifu na kutokuwa na dhambi. Na ndio maana lazima, ili ujipate rohoni, lazima uiheshimu na ujue umuhimu wa damu ya Yesu kama kimiminika cha pekee kilichotia alama na kutia sign ya uwezesho wa kuishi katika maisha ya ubora, usafi na utakatifu hapa duniani. Watu wa Mungu, hivyo lazima tuiheshimu sana. Na ninataka uelewe kitu hichi, kwamba damu ya Yesu Kristo haikuanzia mwilini, ilianzia spiritual. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utaiona ilikuwepo kule juu mbinguni. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na maandiko mengi yameonyesha hichi kitu. Kwa hiyo Yesu alipokuja hapa duniani, alichokuwa anakizuia asifanye dhambi ni ile damu ilindwe. Ukisoma Biblia utakutana na wakati ambao, hii ni kanuni ya kiroho. Ukisoma Biblia utakutana na mke wa Manoa ambaye ni mama yake Samson. Huyu mama wakati amebeba mimba aliambiwa usiguse chochote kilicho najisi, yani usitende dhambi mpaka utakapojifungua. Kwa nini? Ili ile damu ya yule mtoto mle tumboni ilindwe. Akazaliwa Samson. Samson amezaliwa kama mnadhiri wa Mungu, yani mtu ambaye anaishi kwa mapenzi ya Mungu tu. Ila Samson alizingua, aliharibu. Samson alichokifanya, alifanya dhambi, tena sio moja, nyingi. Sasa Yesu Kristo wakati upo tumboni, Mariam na yeye aliambiwa usiguse kilicho najisi, kwa sababu hicho ulichokibeba, hiyo damu uliyoibeba ni damu takatifu, ni mwana wa Mungu. Mariam akajitahidi, akajizuia. Alipojifungua, Yesu Kristo hakufanya dhambi hata moja kama Samson. Hivyo mpaka anapandishwa msalabani anasema, yoyote aliye na dhambi, anayenishuhudia nina dhambi katikati yenu na aseme. Na hakuna aliyesema, kwa sababu hakuna aliyemshuhudia akifanya dhambi. Hakuna. Elewa hii fakti, mwana wa Mungu. Hivyo damu ya Yesu Kristo ni ushahidi wa kwanza na wenye nguvu wa kutosha unaoprove kwamba mwanadamu aliye na damu anaweza kuishi na nguvu za Mungu asiye na damu ya kibinadamu. Damu ya Yesu ni alama ya immortality, uwezo wa kuishi milele.
Damu ya Yesu Kristo ni uthibitisho kwamba mwanadamu anaweza kumbeba Mungu. Ile damu kutokutiwa dhambi na unajisi ilikuwa ni ujumbe kwa watu wote watakaomwelewa Yesu Kristo, ya kwamba mwanadamu anaweza kumbeba Mungu, kukaa na Mungu, kuishi na Mungu akiwa duniani. Come on. Inawezekana. Inawezekana. Hivyo kila mara unaposikia habari ya damu ya Yesu, usiwaze tu kafara ya msalabani, kafara ya msalabani. Waza kwamba ni alama ya pekee inayo prove kwamba mwanadamu anaweza akabeba supernatural power ndani yake, nguvu za kiroho ndani yake. Damu ya Yesu ni alama. Bila uhitaji wa kuvaa irizi, bila uhitaji wa kubeba uganga na uchawi ndani ya mwili wako. Damu ya Yesu Kristo inatosha kuwa kielelezo kwamba unaweza usiwe na irizi, unaweza usiwe na kilinge, lakini ukabeba nguvu za roho katika Mungu. Tena nguvu za Mungu, sio nguvu za mashetani. Na ndio maana watu wa giza wanajitahidi kuchinja viumbe ili watoe ile damu, wamwage damu every day. Wanajitahidi kuitafuta damu ambayo itajaribu kulingana na hii damu ya Yesu. Kwa bahati mbaya zile damu zina expire. Hivyo wanahitaji kuchinja tena na tena na tena. Sisi hatuhitaji Yesu asulubiwe tena na tena ili kurenew damu yake. Ili mwagika mara moja, nguvu yake ya milele. For eternity. Kitu kinachofuata ni jina la Yesu Kristo. Sasa jina la Yesu Kristo nataka tulielewe kitofauti. Jina la Yesu Kristo ni ID ama utambulisho unaokuwezesha kuingia katika mlango usioweza kuingia. Jina la Yesu Kristo ni utambulisho unaokuwezesha kuingia katika milango ambao kwa jina lako Bakari, kwa jina lako Fatuma, kwa jina lako Yusufu, kwa jina lako Obadia, kwa jina lako Habakuki, kwa jina lako Mary, kwa jina lako Irene usingeweza kuingia. Yaani hivi, bwana harusi anapokuwa yupo ndani ya ukumbi, zile kadi ambazo unaitumia kama kiingilio, ile kadi maana yake ni jina la bwana harusi, kuonesha kwamba ninamtambua na yeye ananitambua. Kwa hiyo unapoionyesha, inaonyesha kabisa harusi ulioijia ni hii. Sasa ukichukua kadi ya bwana Bakari, harusi ya Bakari, ukaenda kuingilia kwenye harusi ya John, utakataliwa kwa sababu kadi hazifanani. Maana yake katika kuingia ulimwengu wa roho, ili uweze kuingia katika ulimwengu wa roho, lazima uwe na kadi ya jina la Yesu Kristo. Uwezi tumia jina la babu yako ili uweze kuingia katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana tuseme kwa jina la babu yangu, tunasema kwa jina la Yesu Kristo. Maana yake kikawaida tungeomba, tusingetakiwa kupewa kwa sababu ya majina yetu. Lakini tunapotumia jina la Yesu Kristo, ni kadi ya kutuwezesha kupewa vya rohoni na Mungu mwenyewe kupitia jina la Yesu, kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ile kazi yote ya Yesu kufanya miujiza, kutembea, kutokufanya dhambi, ni ili kututengenezea sisi kadi, tena VIP kadi. Mandereba koria taya. Roho Mtakatifu akusaidie mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu akusaidie. Kitu kingine ni neno la Mungu. Sasa neno la Mungu ambalo ninalizungumza hapa ni ile pumzi ya Mungu iliyoko nyuma ya haya maandiko. Pumzi ya Mungu iliyoko nyuma ya maandiko. Sio neno la Mungu katika udhihirisho wa Yesu Kristo. Ni neno la Mungu katika haya maandiko. Sasa nataka unielewe vizuri sana. Kwa nini tunayaheshimu haya maandiko? Ni kwa sababu ndani yake kuna uvuvio wa Mungu. Ndani yake kuna sauti ya Mungu. Kuna hadithi za watu humu. Kuna mashairi, kuna maombi, kuna nyimbo, lakini kuna maisha ya Yesu. Kuna namna ambavyo Mungu aliongea na manabii. Hivyo yale maneno yake yamehifadhiwa humu, yapo humu. Sasa ule uvuvio wa maneno ya Mungu ndio unaotufanya sisi tuheshimu hili neno la Mungu. Maana yake neno la Mungu katika makaratasi ni sawasawa na neno la Mungu katika mwili lililoitwa Yesu Kristo. Mwanzo liliitwa Yesu Kristo, sasa hivi linaitwa Biblia. Mwanzo liliitwa Yesu Kristo, sasa hivi linaitwa Biblia. Heshimu Biblia yako. Heshimu Biblia yako. Iwe kanisa la Roma lilitoa vitabu ama lilifanya nini, lakini Biblia inabaki kuwa Biblia, mkusanyiko wa vitabu vitakatifu vyenye pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu. Sio hadithi za Daudi,
Pumzi ya Mungu ni swala la pumzi ya Mungu. Maana yake hata huyo Daudi mwenyewe ameandikwa kwa sababu alitembea na pumzi ya Mungu iliyomwezesha kufanya miujiza, kufanya ishara, kuangusha majitu, kupata ushindi. Ile pumzi ya Mungu ndio inaipa Biblia heshima. Kwa hiyo tunaiheshimu Biblia kwa sababu ya pumzi ya Mungu iliyoko ndani ya maandiko haya. Ukikosa hiyo pumzi ya Mungu ndani ya maandiko haya, utaiona Biblia kama kitu cha kawaida. Hivyo ukitaka uione Biblia katika uthamani, imagine neno liliposema naye neno alifanyika mwili akaja kwetu, alafu badilisha pale kwenye mwili, ondoa lile neno mwili, weka neno kitabu. Maana yake itasomeka naye neno alifanyika kitabu akaja kwetu, nasi tukaona utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa aina hiyo utaweza kuelewa ukubwa wa neno la Mungu kwenye maisha ya watu. Na uzuri wa neno la Mungu linaweza kunyumbulika. Unapolisoma ni kama lenyewe ndo linakusoma. Yaani sio kama wewe ndo unalisoma, ni kama lenyewe ndo linakusoma. Nitakufundisha namna ya kusoma neno la Mungu vizuri kabisa na kuligeuza kutoka katika maandiko kuja katika uhalisia, katika maisha, katika mwili. Okay. Kitu kingine ni mawasiliano na Mungu ya mara kwa mara. Kitu ambacho unatakiwa ukifahamu katika safari ya kujipata rohoni ni umuhimu wa mawasiliano na Mungu ya mara kwa mara. Pray every day. Sasa kwa nini nimetumia neno mawasiliano? Sijatumia neno kuomba. Tunaposema kuomba katika lugha yetu ya Kitanzania tunafikiri ni kupeleka haja. Kupeleka haja. Lakini uhalisia wa neno maombi ni kupeleka hoja na kupokea hoja. Ni kusema na kusikiliza. Sio kusema tu. Sio kuishia kusema Baba ninataka hichi, ninaomba hichi, naomba hichi, then you go away, then unakimbia. Wanadamu wa leo tuna haraka sana. Yaani tuna haraka sana, tuko mbio sana, hatuna muda wa kusikiliza vizuri. Lakini ndani ya kila maombi kuna sauti ya Mungu, ila hatujatega masikio yetu sawa sawa. Hivyo kuna umuhimu sana wa kuzungumza na Mungu mara kwa mara. Unaweza ukawa umepiga magoti, ukaactivate akili yako kwamba Mungu, ninaomba kitu fulani, ninataka kitu fulani. Lakini Mungu, katika yale maamuzi nilionayo, ninaomba nisaidie kujua njia ipi ni njia sahihi. Ukatulia kama dakika 5, dakika 10, dakika 20 ndani ya uwepo wa maombi. Wakati umetulia, ghafla likakujia wazo kwamba kwa nini usifanye hivi. Unaweza ukasema ni mawazo yako, lakini ni jibu la Mungu kwako. Ukilifanya ukashangaa ukafanikiwa, ukasema lilikuwa wazo la kijinga, lakini ndilo lililonifanikisha. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi, watu wa Mungu. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo Yesu Kristo anafanya kazi kwa watu. Na hii fact tunatakiwa tuielewe sana. Elewa sana hii fact. Kwa hiyo tunapozidi kuomba ama kufanya maombi ama kufanya mawasiliano na Mungu ya mara kwa mara, ni sawasawa na kujiambatanisha na ulimwengu wa roho sana. Hivyo ulimwengu wa roho unaanza kutumeza taratibu 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 taratibu. Siku ya kufa kwetu ikifika, ule ulimwengu wa roho unatumeza complete. Kuna tenzi namba 102 inaitwa nitamjua. Tenzi namba 102 nitamjua kwa alama za misumari ndiyo tenzi ambayo ina prove umuhimu wa kuomba kila siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu inasema hivi, tutakapofika mbinguni tutamjua Yesu Kristo tukimuona uso kwa uso. Why tutamjua? Kwa sababu tunapoishi duniani, kwa sababu ya mawasiliano ya mara kwa mara, tunaanza kumfahamu, tunaanza kumuelewa. Hivyo tutakapoingia katika lango la mbinguni, hata kuwa mgeni kwetu, tutamjua ni huyu niliyokuwa naongea naye, ni huyu niliyokuwa namuomba, ni huyu aliyenitia nguvu duniani, ni huyu aliyeniwezesha nikiwa duniani. Lakini tukishindwa kumjua Yesu Kristo tukiwa duniani, hatuwezi kumjua Yesu Kristo baada ya kufa. Never. Haiwezekani. Haiwezekani. Hatuwezi kumjua Yesu Kristo baada ya kufa. Haiwezekani. Hivyo mawasiliano na Mungu yanajenga mahusiano imara na Mungu. Imagine una rafiki yako ambaye yupo katika nchi za nje. Kwa kadiri ambavyo unazidi kuwasiliana naye, ndivyo muunganiko wenu unazidi kuunganika, hata kama mpo mbali.
Mnaweza mkawa mnapiga story, mnacheka pamoja, mnafurahi, mnatumiana picha, mnatumiana zawadi za Christmas na sikukuu mbalimbali. Siku ikifika ya kukutana, moyo wako utajawa na furaha kwa sababu tayari ulishaanza mawasiliano naye before. Ulishaanza kuwasiliana naye kabla. Hivyo watu wa Mungu lazima tuelewe kwamba kuna umuhimu mkubwa wa maombi na mawasiliano na Mungu ya kila mara, kwa sababu yanatuvuta, yanatusogeza karibu na Mungu. Na tunaposogea karibu na Mungu ndipo tunapomuona Mungu kwa ukubwa wake. Yaani udhihirisho wa nguvu za Mungu duniani unategemeana na kiwango cha wewe kumjua kwenye mawasiliano ya kila mara. Kitu kingine cha mwisho ni ufahamu. Ufahamu. Lazima uelewe umuhimu wa ufahamu, kwa sababu ufahamu ni chombo ambacho tunacho sisi katika mwili, lakini ndilo geti la pekee la kutuingiza rohoni. Huwezi ukaingia rohoni kama ufahamu wako umefungwa kuyaelewa mambo ya roho. Ufahamu wako unapofunguka kuelewa mambo ya roho, ndipo mambo ya roho yanapoanza kuwa dhahiri kwako. Na ndio maana shetani anaweza akakufunga ufahamu wako, ukasema hakuna shetani. Unasema hakuna shetani wakati ndiye aliyekufunga akili yako usijue kwamba yupo, ila yupo na ndiye aliyekufunga. Kutokukiona kitu haina maana kipo. Kipo. Unapopita katika kichaka ama katika msitu, unaweza usione kinyonga kwa sababu kinyonga ni mjanja wa kujigeuza rangi akabaki pale. Lakini kutokumuona kwako haina maana hayupo. Pale kuna kinyonga, kuna manyoka yapo pale. Ukitaka kujua, washa moto. Moto ukiwaka kwenye kile kichaka utashangaa yanaanza kutoka. Yanaanza kutoka, yanakimbizana. Ndipo unapojua, oh, kumbe walikuwepo hapa. Sasa hivyo ndivyo ilivyo watu wa Mungu. Kwamba ufahamu wetu kutokumkubali Mungu haina maana hayupo. Ufahamu wetu kutokukubali mambo ya kiroho haina maana havipo vitu vya kiroho. Ila hasara itakuwa moja. Hasara itakuwa moja. Utaanza kuishi kama havipo. Hautavitii, hautamheshimu Mungu kwa sababu ufahamu wako umekuambia hayupo. Hautalitii kusudi lako la kuwepo kwa sababu ufahamu wako umekuambia hauna kusudi. Kama umezaliwa ili ufanye kazi, uoe, upate watoto kisha ufe. Hakuna kusudi lingine. Ufahamu wako ndio uliokudanganya. Hivyo lazima ufahamu kwamba ufahamu wako una nafasi kubwa katika maisha ya kiroho. Ili uweze kujipata rohoni, ufahamu wako ndio injini ya maamuzi ujipate kwa kiwango gani. Ufahamu wako ndio battlefield, ndio uwanja wa vita. Asa shetani hatapigana na yule Mungu aliyoko rohoni. Shetani atapigana na akili yako iliyoko mwilini. Atapigana na ufahamu wako ulioko mwilini. Atajitahidi kuzuia usimuone Mungu katika ukubwa wake, usimheshimu Mungu katika asili yake. Utaona asi ya kawaida hayo, mambo ya dini hayo. Tumezaliwa tumeyakuta, yameenda hivi yakarudi hivi. Utaona hivyo, lakini sio hivyo mpendwa, sio hivyo. Sio hivyo. Ufahamu wako ni ufunguo ambao hata Mungu akitaka kukutumia atakutumia kwa kiwango cha ufahamu wako ulivyo. Ukizidisha maarifa atazidisha nguvu. Ukizidisha uwanja wa ufahamu wako naye atazidisha mapana ya uweza wake kwako. Hivyo kuwa makini sana. Distraction kwenye mitandao ya kijamii, hivyo vyote ni kwa ajili ya kushambulia ufahamu wako. Leo kumekuwa na simu za mikopo kila eneo. Watu wengi wanafikiri kwa sababu mzungu anawapenda na wafanyia maisha yawe rahisi. No, ni ili wengi wawe watumwa wa ufahamu. Ufahamu wao ugeuke kuwa magereza. Katika mitandao ya kijamii ukutana na vitu ambavyo vinawadistract mpaka ndoto zao zianze kubadilika, waanze kuota mavitu ya ajabu ajabu. Hii ni vita ambayo shetani anaipeleka kwenye fahamu zao. Sasa aligundua kwamba waweze kununua smartphone ili waingie mtandaoni. Sasa nawapelekea simu za mikopo. Mpaka vijijini kila mtu anamiliki. Simaanishi ni dhambi, ila namaanisha pale ambako vitu vinazidi kuwa affordable, vinazidi kupatikana kirahisi, kuwa makini, amka. Amka katika ufahamu wako. Elewa what is going on. Nini kinachoendelea? Elewa. Hii ni vita ambayo adui ametengeneza.
mpaka masomo yanaingia online. Mtoto unakuta wa darasa la 7 anaambiwa tutakutumia homework yako kwa njia ya WhatsApp, ili tu mtoto aguse ile simu. Mwisho wa siku akili yake ianze kuobserve, ianze kuangalia zaidi, ianze kutazama zaidi kwamba mle ndani kuna nini. Mwisho wa siku apotelee huko kwenye hilo wimbi. Watu wa Mungu, Yesu Kristo atusaidie sana. Lazima tuamke, tuwe makini, tujipate rohoni. Zingatia vitu hivi, utaweza kujipata rohoni. Before hujaekewa mikono kuombewa, anza na kutii neno, kwa sababu nguvu haipo kwenye mikono ya mtumishi. Nguvu ipo kwenye neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, mtu hataishi kwa kuwekewa mikono tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno hili ni sehemu ya pumzi ya Mungu ambayo imekujia leo hii, ili iweze kukufungua mahali popote ulipo, unapotazama kupitia mitandao ya kijamii, mahali popote ulipo kwenye kiti chako, mahali popote ulipo unaposikia kwa njia ya vyombo hivi, mahali popote ulipo, mahali popote unaposikia sauti hii, Roho Mtakatifu amekusudia aamishe kitu fulani ndani yako ili uanze kuliishi kusudi. Roho Mtakatifu, naachilia hiyo nguvu, naachilia hiyo nguvu, naachilia hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kuna mashujaa waliokamatwa katika ulimwengu wa roho. Saa hii ninaamrisha kwa jina la Yesu, 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 ninaamrisha kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo vifungo kwenye ufahamu, vifungo kwenye fahamu, vikachie fikra zao kwa jina la Yesu Kristo. Wakati upo kwenye uwepo wa Mungu, nataka uelewe kitu kimoja. Leo hii karama iliyokosekana kwenye makanisa sio unabii, sio utume, upo. Sio uchungaji, ni ualimu. Kanisa limekosa walimu wa kufundisha neno la Mungu kama lilivyo, na ndio maana wengi wamekuwa watumwa, ingawaje wana Biblia, ingawaje wana maandiko. Wengi wamekuwa watumwa. Lakini nataka ufahamu kitu hichi, mtu wa Mungu. Wakati umefika. Ikiwa umepata neema ya kusikia neno hili, wakati wa Mungu kuamsha moyo wako umefika. Rise up. Rise up. Inuka kwa jina la Yesu. Inuka kwa jina la Yesu. Inuka kwa jina la Yesu Kristo. Neno hili likaingia ndani yako, likawe chanzo cha uzima, na wewe ukawafundishe wengine, ukawainue wengine, ukawakomboe wengine waliofungwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuinua na kutukuza kwa ajili ya kila mmoja aliyeingia katika maombi sasa. Sante kwa ajili ya kila mmoja aliyepokea sehemu ya ufunuo huu. Neema yako na nguvu zako vikaendelea kugusa maisha ya watu wako, vikaguse maisha ya watu wako, vikaguse maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako kulia juu, inua sadaka yako sasa. Inua juu, inua kwa imani, inua sadaka yako. Anza kuinenea. Watu ambao mnatutazama katika mitandao ya kijamii, naomba watu wa media, petisha namba katika screen, petisha namba katika screen, namba kwa ajili ya matoleo watu wa Mungu nao waweze kutoa. Kila mara unaposikia neno, ile neno liweze kuishi, liweze kupokea maisha, liweze kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yako, jifunze kulitolea sadaka. Watu wengi hawajajua kwamba kufundishwa kitu kipya ni sehemu ya ushuhuda. Ushuhuda sio kupona tu. Ushuhuda sio kufufuliwa tu. Ushuhuda ni hata badiliko la ufahamu. Ukiweza kumshinda adui kwenye ufahamu wako kwa njia ya mafundisho, huo ni ushuhuda mkubwa sana. Petisha namba hiyo. Kwa watu ambao wapo nje ya nchi, wataanza na kodi ya Tanzania, ambayo ni +255 jumlisha 255 634 123 206 jumlisha 255 634 123 206.
wakati ambao watu wa Mungu wanajiandaa kutoa, wewe ambaye pia upo online, endelea kunena, endelea kunenea, endelea kunenea, endelea kunenea, endelea kunenea. Nenea kwa imani, nenea kwa imani, nenea kwa imani. Nenea sadaka yako kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka neno lasema naye neno alifanyika mwili. Neno linalotoka kwenye kinywa chako likafanyike mwili kupitia sadaka yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu achilie nguvu. Roho Mtakatifu achilie moto wake sasa. Unakwenda kuvunja kila mipaka ya kifikra, kila mipaka ya kimawazo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu ukavunja hivyo vifungo, ukavunja hiyo mipaka kwa jina la Yesu Kristo. Maradhi yakaondoke kwenye miili ya watu. Ninafukuza kila maradhi kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu ukaendelea kufungua watu wa Mungu na watu wa Mungu wakawe huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kutoa sasa. Watu ambao wapo hapa kwa ajili ya maombezi sogea hapa mbele. Watu ambao wapo hapa kwa ajili ya maombezi sogea hapa mbele. Reba kosiatai shana mahande reba koriatai leko zeketeria mahande yatai. Toeka kwa jina la Yesu Kristo. Toeka maradhi, achia. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Wamepona in the mighty name of Jesus. Pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Be healed in the mighty name of Jesus. Jina la Yesu Kristo. Kila maradhi, kila mapepo toeka kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu ukaachilia uzima, ukaachilia uzima kwa jina la Yesu, ukaachilia uzima kwa jina la Yesu, ukaachilia uzima kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote unapotazama, kama kuna maradhi hapo, ninayamrisha kila mauti, kila maradhi, kila mauti, kila maradhi kwa jina la Yesu Kristo ninakujia kwa jina la Bwana majeshi. Haya, mwachie mwanamke huyo. Mwachie sasa hivi. Right now. Dakika ya kuhesabu. Shetani ondoka, giza ondoka. Hakuna majadiliano kati ya giza na nuru. Toeka! Toeka kwa jina la Yesu Kristo. Apone kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo natamka baraka na neema kuu katika jina la Yesu Kristo. Wengine kaa kwenye listi hapa. Kaa kwenye listi hapa katika jina la Yesu Kristo. Watu wa media naomba muendelee. Watu wa media naomba muendelee katika jina la Yesu Kristo. Pona kwa jina la Yesu.